Mimi ni kiongozi wa kanda. Ni kiongozi wa kanda, lakini leo tuko hapa kwa sababu gani? Tuko hapa kwa jambo moja kubwa la kujivua wanachama wa Chadema. Tunajivua kwa sababu gani? Kwanza kabisa tuambie ni kwamba chama chetu kimekuwa na mgogoro mkubwa tangu uchaguzi wa kitaifa ulivyoisha mwezi Januari. Uchaguzi ulivyoisha mwezi Januari, tumekuwa na kutoelewana ndani ya chama. Kumekuwa na magenge mawili ndani ya chama. Uchaguzi ulivyoisha, walioshinda hawakuamini kama wameshinda, wakaendelea kushambulia kundi la upande mwingine. Kwa hiyo mpaka ifikia hatua kundi la upande mwingine likawa linafanya kazi ya chama kwa hofu kubwa sana. Wengine wamevuliwa wanachama, wengine wamefukuzwa kwa kuonewa, kisa tu kwa sababu hawakumuunga mkono aliyopo leo mwenyekiti taifa. Hivyo sasa mpaka imefikia kwetu sisi. Tunapozungumza hivi, kulikuwa na mikakati ya kuondolewa wanachama. Ni kwa sababu tu tulimuunga mkono Mheshimiwa Mbowe. Kwa wameshindwa kutuamini sisi ndani ya chama. Wanatuona ni kama vile ni watu ambao tunafanya kazi nyingine tofauti na chama. Kwa na sisi tukafikia hatua ya kuona kwamba hatuwezi kuishi kwa mazingira hayo. Hatuwezi kuishi kwa mazingira ya hofu ndani ya chama kimoja. Kwa sababu tukiishi kwa hofu ndani ya chama kimoja, hatuwezi kufanya kazi ya chama. Siku zote mnapokuwa mnaishi kwa hofu ndani ya chama kimoja, hamwezi kufanya yale ambao wananchi wanahitaji. Hatuwezi kuleta ukombozi wa nchi kama tunaishi sisi wenyewe kwa hofu. Kwa hiyo sisi tumeamua kujivua, kwa maana ya kwamba ni bora tupumuzike. Tuangalie namna nyingine ya kufanya siasa, sio tunaoifanya sasa hivi. Ukipitia kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ya chama, ni matusi kila siku. Mimi binafsi ninavyozungumza hapa, ninatukanwa kila leo. Kila leo natukanwa. Kuna vijana ambao wamepandikizwa, wanawekewa mabando kwa ajili ya kutukana baadhi ya viongozi ambao wanamuunga Mbowe kwenye nafasi ya wenyekiti taifa. Wanawekewa mabando kwa ajili ya kutukana viongozi. Na wanakuwa wanapewa maelekezo. Na ndio maana wale vijana wanakuwa hawachukuliwi hata hatua za kinidhamu. Mimi mwenyewe hapa ni mwenyekiti wa kamati ya maadili ya kanda. Lakini pamoja na kuwa mwenyekiti wa kamati ya maadili ya kanda, huwa nina wajumbe wangu ambao wanatakiwa wateuliwe na kamati tendaji ya kanda. Mpaka dakika tunavyozungumza hawajateuliwa. Na kwa sababu gani hawajateuliwa? Kwa sababu ili mimi nisifanye kazi ya kuangalia maadili. Kwa hiyo manake mpaka sasa hivi kinachofanyika kwenye kanda, wanaokalia vikao vya maadili inakuwa ni kamati tendaji ya kanda. Kwa hiyo mimi kamati yangu imenyimwa nafasi ya kuweza kuangalia changamoto hizi za kimaadili ambazo zinatokea ndani ya chama. Na wanajua kwamba ile kamati ingekuwa imeshaundwa, manake jambo hilo ningekuwa nalishughulikia mimi. Manake wale vijana ambao wanahusika kwa ajili ya mambo haya kutukana viongozi, kutukana wanachama, ningekuwa nimeshachukua hatua. Kwa hiyo wameninyima nafasi hiyo kwa sababu wanajua kwamba nitawashughulikia. Kwa sasa tumefikia maamuzi hayo. Lakini kwa mimi binafsi, kwa uzoefu wangu wa ndani ya chama, leo mimi na miaka 10 ndani ya chama. Na miaka 10 ndani ya chama. Ni kwamba tangu uchaguzi umeisha wa chama, mimi binafsi mpaka mwenyekiti taifa Mheshimiwa Heche alinitumu hadharani. Akanitamkia maneno ambayo sikuyategemea kama ningekuwa nimeambiwa na makamu mwenyekiti taifa. Mpaka nilijiuliza kwamba huyu makamu mwenyekiti taifa asingekuwa na busara hata kidogo maneno asingeyatamka. Aliamua kunitamkia, akaniambia, Mheshimiwa Skania, unadiriki kuniloga. Kwamba mimi eti nilikuwa na mloga kwenye uchaguzi. Hasa kama makamu mwenyekiti taifa anasema mimi nilikuwa na mloga kwenye kugombea nafasi ya makamu mwenyekiti, hasa huyo mtu naweza nikafanya naye kazi kwa namna gani? Kwa mimi nimefikia maamuzi hayo, na viongozi wenzangu ambao mnaona mbele yangu, tumefikia maamuzi hayo kujivua wanachama, ili angalau basi jahazi hili linapozama tusiwe sababu ya jahazi hili kuzama. Ili walizamishe wao wenyewe, waharibu chama kwa mikono yao wenyewe, wasije wakasingizia mtu mwingine. Mimi ndani ya kanda ndio nilikuwa meneja kampeni wa Mheshimiwa Mbowe. Kama mgombea kama walivyokuwa wagombea wengine. Lakini imefikia hatua inaonekana kama tulivyokuwa tunamuunga Mbowe, kama vile tulikuwa tunamuunga mkono mgombea wa CCM, kwamba alikuwa anagombea mgombea wa chama kingine sio Chadema. Kwa sababu tumeshakuwa na uadui mkubwa ambao ni zaidi ya uadui tulionao ndani ya CCM. Kwa sasa tunajiuliza kwamba Chadema ilikuwa na vyama vingapi? Kama Mbowe hakustahili kugombea, wangemnyima fomu, wakabaki wagombea ambao pengine walikuwa wanaonekana ni sahihi. Lakini Mbowe alivyochukua fomu, manaka alikuwa ni mwanachadema na alikuwa anastahili kupata wanachama na waungaji mkono kama sisi tulivyomuunga mkono.
Lakini tulitegemea si uchaguzi ungeisha, haya mambo yote yangewekwa vizuri, tukaendelea na chama chetu. Lakini sasa imeshakuwa vita ndani ya chama. Ni vita kubwa ambayo sasa ni zaidi tunavyopambana na CCM. Lakini sisi tukajiuliza hatuwezi kuishi kwa mazingira hayo. Ni bora tukajinasua, tukakaa pembeni ili wao waendeshe chama. Lakini pia jambo la pili ambalo limetufanya sisi tujivue wanachama ni kama tumewatelekeza wananchi. Wananchi wanaonewa na CCM kila siku kunapokucha, wanaonewa na CCM. Lakini sisi Chadema tukasema tunajiondoa kwenye uchaguzi. Hatushiriki uchaguzi. Kitendo cha kusema hatushiriki uchaguzi, maana yake tumeamua kuwatelekeza wananchi. Wananchi wapo wanatusubiri kwa ajili ya kuwasaidia, kwa ajili ya kuwaokoa na midomo michafu ya CCM. Hata tukisema hatushiriki uchaguzi, na njia ya kuwasaidia wananchi ni uchaguzi. Tusiposhiriki uchaguzi tunawasaidia nini? Kwa hiyo tukaona sisi ni bora tukae pembeni kuliko kukaa kwenye chama ambacho hakiwezi kushiriki uchaguzi. Kwa sababu wananchi itaonekana tumewatelekeza. Na sisi tumeamua kufanya hivyo kwa maana ya kwamba ili angalau wananchi wasije katulaumu sisi kwamba tuliamua kuwatelekeza. Kwa mfano mimi nimekuwa diwani wa miaka 10. Manake ndani ya kata yangu bila kugombea wananiona kama vile nimewasaliti. Kwa sasa ni bora wajue kwamba nimeshajivua wanachama ili kesho na kesho kutwa nisije nikapata tuhuma ya kwamba niliamua kuwatelekeza wananchi wangu. Kwa hiyo sisi tumeamua kufanya hivyo kwa sababu pia Chadema haishiriki uchaguzi na njia bora kuokoa wananchi ni uchaguzi. Mimi ni miongoni mwa vijana wa Chadema walioandaliwa na waliofundishwa baada ya kuhitimu tu vyuo vikuu, tukafundishwa mafunzo ya uongozi ili kuandaliwa kuja kuwa viongozi ndani ya chama na nje ya chama kwa ajili ya kuisaidia jamii yetu. Katika yale ambayo tulifundishwa ndani ya Chadema, katika yale tuliyofundishwa katika mafunzo yote ya kiuongozi, ndugu zanguni, tuliamini kwamba na katiba yetu inatamka kwamba Chadema lengo kuu ni kushika dola. Na chama chochote cha siasa kinapoanzishwa, lengo kuu lake la kwanza ndo lengo mama ni kushika dola. Ukishika dola ndio unaweza kuwatetea Watanzania. Ndugu zanguni, naomba niwaambie, changamoto tulionayo Chadema, tumeacha malengo tuliojiwekea. Tumeacha malengo yaliyopo kwenye katiba yetu ya chama. Badala yake Chadema imegeuka mwiba ndani kwa ndani. Ndugu zangu, kwa nini tunasema haya? Tumepita chaguzi nyingi sana huko nyuma. Uchaguzi wa ndani ya chama ulianza mchakato kuanzia kwenye misingi, matawi, kata, wilaya, majimbo na wilaya pamoja na mkoa, kanda hadi tukaenda taifa. Tumesiginana sana. Tumechafuana sana. Na bahati nzuri namshukuru Mungu nilichofundishwa katika uongozi ni kutokujibu vitu vya kwenye mitandao. Nilijifunza kuwa mvumilivu kuanzia chaguzi za chini zilivyoanza. Nilitukanwa sana wakati mwingine na vijana niliowatengeneza kwa mikono yangu. Vinyago nilivyovichonga mwenyewe. Kinachoumiza ni majina mabaya unayopewa. Na sio majina mabaya wanakuita ndani ya chama. Ni majina mabaya wanayapeleka kwenye public. Ambapo hiyo public, jamii ya Wanasimiyu, wapo watu ambao wanaamini katika Kwandu pia. Kwamba Kwandu akiwepo Chadema anaweza kutupigania. Wanaenda kukushtaki kwa wananchi. Ndugu zanguni, ukitaka kumuua mbwa, muite majina mabaya. Ndilo nililokutana nalo mimi. Nimeitwa kila aina majina. Kuna wakati kafikia hatua wakasema wanifungie kugombea. Nimetengenezwa kila aina ya figisu. Umepita chaguzi zote. Imeenda mbali zaidi. Inafika hata nafasi zile za kiuteuzi tu, ngazi zozote zile. Watu wanakuambia hafai kuwa kiongozi. Mtu uliyemtengeneza kwa miezi 6, unaingia gharama ya kumfundisha uongozi. Mtu huyo ambaye umemwandaa kuwa kiongozi na akawa kiongozi, leo hii unamwona hafai kuwa kiongozi kama aliweza kukuongozea chama kwa muda wa miaka 5. Na chama kikashika hatamu mkoa wa Simiyu, tena kwenye kipindi kigumu cha Rais Magufuli. Lakini tuliweza kusimamisha wagombea kwenye maeneo yetu kwa sehemu kubwa. Leo hii huyo mtu unaweza kumsema hafai? Niwaambie tu ndugu zangu wa Tanzania. Niwaambie tu ndugu zangu wana Simiyu. Kama kuna mtu bado anaamini pana upendo ule uliokuwepo Chadema. Chadema ya kipindi tunashawishika kuingia tukiwa vyuoni, tukiwa sekondari huko, sio Chadema hii ya leo.
Chadema wametoka kwenye misingi ya upendo ambayo ilikuwa inawapelekea leo nikisafiri kwenda Mtwara, leo nikisafiri kwenda Songea, leo nikisafiri kwenda Geita, jambo la kwanza nauliza wanachadema, ndio ndugu zangu wa kwanza. Chochote nikihitaji, labda ndugu yangu yuko mbali, mtu wa kwanza ni mimi niliyekuwa naweza kumpigia, natafuta namba ya kiongozi wa eneo husika. Lakini Chadema ya leo hata kwenda kufikia kwa mwanachama au kwa kiongozi umeenda sehemu sio rahisi. Badala yake utahitaji kujua huyu ni timu nani na huyu ni timu nani. Tunaishi kwa utimu Chadema sasa hivi. Nimeitwa majina mengi sana. Mimi sijawahi kusaini kwenye ule waraka wa G55, sijawahi. Na wala sijawahi kusema popote mimi ni G55, lakini limekuwa ni wimbo. Jambo ambalo sijawahi kusema. Tunachokinzana mimi na wao, nawaambia ukweli ni kwamba hatuwezi kupambana tukiwa nje ya uwanja. Tuingie kwenye uwanja tupambane. Tukipambana ndani ya uwanja, joto la uchaguzi likipanda, ndilo litakalo tupatia suluhu ya kuzuia uchaguzi. Hauwezi kuzuia uchaguzi ukiwa nje ya mfumo wa uchaguzi. Mimi kwandu nimetukanwa matusi ya kutosha? Mimi kwandu siridhishwi na mwenendo wa chama? Mimi kwandu naona chama kimetoka kwenye misingi yake ya kuwasaidia Watanzania, badala yake kimebaki kuwa chama cha kutoa taarifa. Ndugu zanguni, nimeona mienendo hiyo, mimi kwandu siwezi kuendelea kubaki ndani ya Chadema, kwa sababu Chadema imeacha misingi yake. Kama inahitaji watu wabaki ndani ya Chadema, ni wasitu warudi kwenye misingi ya awali waliotufundisha. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.